Kwa majina naitwa Neema Lugangira, ni mbunge wa viti maalum na wakilisha kundi la asasi za kiraia kwa maana NGOs kwa upande wa Tanzania bara. Na moja ya majukumu yangu makubwa kama mbunge nayo wakilisha kundi la NGOs kupitia Chama cha Mapinduzi kwenye nafasi za Jumuiya ya Umoja wa Wanawake Tanzania UWT ni kuwa kiunganishi kati ya NGOs pamoja na chama kwa maana CCM na jumuiya yetu, hususan kupitia jumuiya yetu ya UWT, lakini vile vile kuwa kiunganishi kati ya NGOs na bunge, hali kadhalika NGOs na serikali. Kwa hiyo siku ya leo hapa Dodoma tumeandaa semina kwa ajili ya wabunge, ambapo semina hii nimeandaa kwa kushirikiana na shirika la kimataifa la GAIN, Global Alliance for Improved Nutrition, ambayo ni mwendelezo wa sehemu ya utekelezaji wa majukumu yangu. Na semina ya leo imegusa ama imehusu usalama wa chakula kwenye masoko, kwa maana food safety kwenye markets. Hii inamaanisha nini? Pale ambapo tunaenda kwenye masoko yetu ya chakula, tunaponunua chakula kwenye soko, iwe ni matunda, iwe ni mboga za majani, iwe ni nafaka, iwe ni nyama, kuku, samaki na kadhalika. Yote hayo kwa ujumla wake, je, usalama wake uko vipi? Kwa leo tulikuwa tumekutana hapa kama waheshimiwa wabunge tujadili kinagaubaga nini kifanyike ili tuweze kuimarisha usalama wa chakula kwa Watanzania. Na shirika la GAIN limefanya tafiti, ambapo tafiti hiyo imehusisha pia Wizara ya Viwanda na Biashara, ambapo tumeijadili leo, na pia tumeangalia changamoto katika mfumo mzima wa kisera na sheria. Na mimi kama mbunge nimekuwa mstari wa mbele ndani ya bunge letu la 12 kuchagiza na kuishawishi na kuishauri serikali kwamba ni lazima sasa turejeshe mamlaka ambayo itasimamia ubora na usalama wa chakula. Miaka ya nyuma tulikuwa na TFDA, lakini mwaka 2019 serikali ikavunja TFDA na jukumu la usalama wa chakula kwa maana ya food safety likahamishiwa TBS, mamlaka ya TBS. Lakini bado tunaona kuna uhitaji mkubwa wa swala la usalama wa chakula kurejeshwa kuwa chini ya mamlaka maalum, mamlaka husika chini ya Wizara ya Afya, kwa sababu masuala ya usalama wa chakula ni afya ya Watanzania, na masuala ya afya ya Watanzania lazima tuyalinde kwa jicho la kipekee, kwa sababu yanapelekea kuimarisha afya za Watanzania, lakini na kuzuia na kudhibiti magonjwa, na hatimaye itasaidia kupunguza gharama ambazo. Naitwa Salome Wycliffe Makamba, ni mbunge kutoka Shinyanga, lakini pia ni mdau mkubwa sana wa masuala ya usalama wa chakula na usalama wa chakula sokoni. Hoja hii inahusiana na usalama wa chakula katika ngazi zote, kuanzia uzalishaji mpaka inafika kwa mlaji. Tumekuwa tukijadili kwa muda mrefu, takriban miaka 5 sasa. Na nadhani ipo haja sasa sisi kama wabunge, watunga sheria na tunaosimamia sera za nchi hii kuhakikisha kwamba tunakuja na mkakati maalum. Kwanza kwa sasa tunakwenda kujadili bajeti ya serikali ambayo kimsingi ndio yenyewe inahusika moja kwa moja katika kutoa fedha za kutoa elimu na miundombinu uwezeshi kwa ajili ya kuhakikisha kwamba chakula kinakuwa safi na salama kwa ajili ya mlaji. Kwa hiyo sisi kama wabunge tumekubaliana leo katika mafunzo haya ya muda mfupi kwamba tunakwenda kushinikiza serikali na kushauri irudi na sheria ya kuhakikisha kwamba swala la chakula linajadiliwa kipekee na linakuwa na taasisi ambayo inasimamia chakula. Kwa sasa hivi jinsi ilivyo, TFDA ilivunjwa na usimamizi wa chakula umepelekwa TBS. TBS ana majukumu mengi, anasimamia usalama wa kila kitu, matairi ya magari, magodoro na nini, jambo ambalo linaondoa concentration ya moja kwa moja kwenye eneo la chakula. Kwa tumekubaliana kwamba tutakwenda kuishauri serikali hakikisha kwamba inawekeza katika kwa kuweka taasisi maalum inayosimamia chakula, lakini kwa kutenga bajeti maalum kwa ajili ya kutoa elimu kwa wale wazalishaji wa chakula kuhakikisha kwamba tunapata chakula safi na salama. Hilo likiwa moja. Lakini pili, tunaenda kutunga sheria. Najua tuko mwishoni mwa bunge hili, lakini kumbukumbu za bunge zinabaki. Tunakwenda kuishauri serikali kutunga sheria kwa ajili ya kusimamia uzalishaji wa vyakula vyote kwa ujumla, kwa maana ya vyakula kwa ajili ya chakula, kwa kula, na vyakula vingine vya biashara. Kwa hiyo kwa maana hiyo tutakuwa na mfumo mmoja ambao utatoa haki na wajibu. Tunashukuru ndugu zetu wa GAIN leo wamekuja hapa, wametupitisha katika masuala mazima ya chakula na kutafuta sheria ambayo itaenda kuweka mkakati wa kuhakikisha swala la chakula linakuwa lina usimamizi maalum. Sababu sasa hivi tumeona swala la chakula linapita katika sekta nyingi sana, lakini hususan hili la kumlinda mlaji lazima tutafute taasisi ambayo itakuwa iko special na tuitengenezee sheria kabisa ya kwamba hiyo inahusika na masuala yote ya chakula. Kwa hiyo kwetu kama wabunge kupata elimu hii na kujua athari za sumkuvu na vitu vingine
imetupa uelewa zaidi wa kwamba tujue nini cha kufanya, nini tukaishauri serikali, lakini nini tukazishauri taasisi ambazo zinahusika na jambo hili, ili mradi kuhakikisha afya za walaji zinabaki salama, lakini na kuhakikisha vihatarishi vyote vile ambavyo wanapata, kwa sababu sasa hivi tunatazama walaji, kuna magonjwa mengi ambayo yanaingia, lakini kwa mujibu wa research ambazo zimefanywa, tumeona ni taasisi gani ambazo zinatakiwa zikasimamie, lakini ni njia gani za kwenda kuwaelimisha wananchi at least kuweka chakula kile katika ubora na kuondokana na maradhi ambayo yapo.